wakati huu sasa tuelekee Mabibo mwisho, ambapo mwenzetu Ali Bakari yupo hapo akiwa na mashabiki tofauti ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakifuatilia kipindi cha Kurasa. Ali, za wakati huu, wiki iliyopita ulikuwa unasherehekea Idi, na leo unaona tupo kazini kama kawa, na kubwa hasa hapa tumezungumzia jana usiku. Sidhani kama kuna mashabiki wamefuatilia michuano ya kikapu ya Afrika ya klabu, ambapo timu za Tanzania, ningependa kabisa kuangalia nao ama kusikia mashabiki wanazungumziaje kuhusiana na mchezo wa kikapu ya klabu inayoendelea kule Afrika Kusini, na Tanzania ikiwa imeanza vizuri. Vipi hali imeamkaje hapo sokoni? Asante sana Filipo Cyprian. Picha inayoonekana mbele ni eneo lenye harakati nyingi, lakini harakati zilizopo hapa ni za utafutaji riziki. Lakini sio tu utafutaji riziki, lakini pia ni mambo ya safari, kwa maana ya usafiri. Unaweza kaona daladala na vyombo vingine vya moto vikisaidia kuwatoa watu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Hicho sicho ambacho sisi kimetuleta hapa. Kinachotusogeza hapa sisi ni kijiwe hiki cha magazeti hapa pembeni, ambacho kipo hapa Mabibo sokoni. Na miongoni mwa magazeti ambayo yapo hapa ni gazeti la Mwanaspoti ambalo limepambwa kwa rangi za njano na kijani. Ndio stori kubwa ambayo imechukua nafasi kwa kiasi kikubwa, ikisema kwamba kocha ataja watatu Yanga, wawili kitanzini, Kigogo afafanua jambo, na pembeni wameweka top 4 kwenye msimamo wa NBC Premier League, ambapo Young Africans inaonekana ikiwa juu pale ikiwa na alama zake 38, Azam FC ikiwa nafasi ya pili na alama 29, Simba Sports alama 28, lakini pia JKT Tanzania ikiwa na alama 28. Hapo ni tofauti ya michezo kwa hizo timu. Lakini kuna habari hapa, Azam yaipeleka Simba machinjioni. Hii ni kuhusiana na Mzizima Dabi ambayo itapigwa Aprili 5 bila shaka katika dimba la Azam Complex pale Chamazi. Habari nyingine, Tanzania ya washusha Waarabu kafu, na kuna picha hapo ya dimba la Benjamin Mkapa. Mashabiki wa Liverpool bila shaka taarifa hii inawahusu. Mo Salah hata tembea peke yake, tutamlinda Mo Salah na mambo mengine kuhusiana na taarifa zile za mshambuliaji ule wa Liverpool kutangaza ya kwamba mwisho wa msimu huu ataondoka pale Liverpool. Hayo ni mambo ambayo yametawala katika gazeti hili la Mwanaspoti. Lakini magazeti mengine bila shaka yaliyopo hapa ni yanaandika habari hizi za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Lakini upande wa nyuma magazeti hao huwa yanaandika habari za michezo. Sasa hapa pamefungwa ili yasianguke haya, kuyageuza kidogo tunapata changamoto kidogo. Lakini kikubwa muda huu tuzungumze na wenye mpira wao. Filipo, umezungumzia kuhusiana na mpira wa kikapu. Kwa upande wa nyuma wa magazeti ya ndugu yangu hapa Mohamed Mwishe, hilo ni gazeti la Mwananchi. Bodi ya ligi yazikamua klabu shilingi milioni 219. La shaka zile faini mbalimbali ambazo huwa zinapigwa kutokana na makosa mbalimbali ambayo yanafanyika, ikiwemo jana inakumbukwa ya kwamba mchezaji tu Jigi Diara amepigwa faini ya jumla ya milioni 4 kwa makosa mawili tofauti ambayo aliyafanya katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar. Simba Sports imepigwa faini ya jumla shilingi milioni 10 kutokana na kosa ambalo walilifanya mashabiki wake katika mchezo dhidi ya Pamba Jiji. Kwa hivyo kijumlisha bila shaka utapata kiasi hicho ambacho kimeandikwa hapo na gazeti la Mwananchi. Lakini hapa sio tu shughuli za utafutaji riziki na burudani kidogo, vinywaji kahawa ndugu yangu. Kwema, hali vipi? Salama kabisa. Salama. Naitwa Juma Lugendo. Unafuatilia kikapu kidogo, mchezo wa mpira wa kikapu? Hapana. Hata kidogo? Hapana. Wewe mchezo gani unafuatilia zaidi? Kidogo soka. Wewe ni soka? Kidogo soka naweza kufuatilia. Nikasema shabiki wa timu gani? Mimi Yanga. Young Africa? Na yumba? Ya kawaida. Na hatujayumba sana. Haujayumba sana? Hujayumba sana.
Mnyama akicheza mechi zake zile mbili, akikufikia idadi ya michezo unakuwa hata akifikia idadi ya michezo bado atakaa mgongoni kwangu. Itakuwa tofauti pointi ngapi? Pointi 1. Ndio hiyo unatamba nayo? Natamba nayo nyingi sana. Kahawa inavuka kweli? Kama mwaka jana nilimgonga na nikachukua ubingwa mikononi mwake, kuliko safari naongoza pointi 1. Bado nitaendelea kuchukua ubingwa. Sasa msimu uliopita ulishinda mechi zote mbili kutoka kwake. Msimu huu tayari mchezo mmoja umeangusha pointi 2. Nampiga. Ninampiga. Tafadhali. Nampiga. Ulitazama mechi ile kule itabadilika. Hii kama ile ya kwanza itabadilika. Ngoja kwanza tuzungumze na shabiki wa Simba. Jamani salama lakini. Salama. Tupo vizuri? Tupo vizuri kabisa. Hebu ngoja tuzungumze na ndugu yetu kwanza. Bwana mambo vipi? Bwana fresh. Upo vizuri? Kama kawaida. Umemsikia ndugu yetu pale? Nimemsikia ndugu yangu. Hebu wakumbushe jina lako kwanza. Madega Junior. Wewe unafuatilia mchezo wa kikapu? Mpira wa kikapu. Kwa bahati mbaya unajua Tanzania yetu bwana soka ndo sana. Hiyo mchezo wa kikapu bado hatujapata muamko ambao kufuatilia hiyo michezo. Isiwe mnafiki, hiyo michezo bado siifuatilie. Sawa, turudi katika soka sasa. Umemsikia huyu bwana alikizungumzia Yanga. Wewe shabiki wa timu gani? Mnyama, Simba Sports Club. Simba Sponga. Wewe na Yanga mnatofautiana michezo miwili. Ukishinda michezo yako miwili, kama Mungu atajalia, utofauti wa pointi utakuwa ni alama 1 tu. Mbio za ubingwa. Mbio za ubingwa zilikuwa zinaonekana kama hafifu hapo awali, ikiwa wenzetu wakiwa wanaongoza pointi 5, lakini kwa sasa matumaini yamerudi tena upya kwa kuzingatia wenzetu nao washadondosha alama zao takribani 8-10 hivi, sababu ukija kuangalia msimu ulioisha wenzetu mpaka msimu unaisha walikuwa wamedondosha alama 8, lakini msimu huu raundi ya kwanza tu washadondosha alama 10. Kwa hiyo inaonyesha kabisa dalili kwamba msimu huu kwao ni mbaya, lakini sisi kwetu tunaiona timu yetu inavyoonyesha improvement ya kusogea mbele na tunawatisha wenzetu. Kwa hiyo ninachokiona mimi huenda msimu huu kwa Simba Sports Club akachukua ubingwa. Hao wanaosema kwamba pointi 1 kwao, mimi naamini kabisa hata ukimuuliza mshabiki yote mwenye akili timamu za Yanga au ukimuuliza timu yake sasa hivi mwendo unavyoenda atakwambia tu kwamba sasa hivi timu yangu hakika ubingwa ni mchache, ila ukizingatia na mtani anayekuja, kwa sababu mtani anakuja sasa hivi mzee. Bwana Mufti mimi sikuficha, sasa hivi Simba anatisha. Ukija kuangalia timu yetu kurudia Simba anatisha sasa hivi. Ukija kuangalia dirisha dogo usajili uliofanya, ukiangalia sasa hivi Elim Panzu Kibisawala mwenye majina matatu kaingia tena kwenye ubora wake. Ujui anze nani, ujui atoke nani. Anayeingia moto, anayetoka moto. Ukubwa wa kikosi, upana wa kikosi unauona. Ukija mtani wetu mchecheme unaiona. Kwa hiyo unavyoona Bwana Mufti hapo ubingwa utaenda wapi? Unaelewa Bwana Mufti. Kwa hiyo watani hata sasa hivi ukiangalia hata nuru zao za uso wanaona kabisa kwamba timu yao inakoelekea sio kuzuri. Na nilishawaambia timu yao kwa sasa hivi anguko atakalolipitia watajuta. Hii Simba tunawakumbusha Simba wenyewe tulikuwa shapitia mwanguko kama huu. Tulikuwa tukiamini kwamba wachezaji hawa ndio kila kitu, kwa sasa hivi unaona anguko ndio lilipita kwa fumua kikosi, tukaanza tena upya, tumepata anguko wa misimu 4. Sasa hivi na wazetu nao ndio changamoto ambayo wanaopitia. Kikosi anguko wanalopitia hili bila kukaa chini, bila kurekebisha timu yao, watapitia anguko kubwa zaidi kuliko wanavyofikiria. Hilo Bwana Mufti. Tarehe 5 mwezi wa 4, Msisima Dabi, Azam Complex Chamazi pale. Hauogopi? Kiukweli siogopi, lakini na waheshimu Azam kwa sababu Azam sasa hivi timu yao wameamua kufanya ubaya kwa Simba Sports Club. Ukiangalia mzunguko wa kwanza ametufunga. Sisi ni wanyonge kwao kwa sasa hivi kwa mechi 2 mfululizo. Zanzibar ametufunga na hapa ligi kuu ametufunga, lakini nawakumbusha. Unasema Zanzibar ni katika mapinduzi, si ndio? Mapinduzi wametufunga na hapa kwenye ligi wametufunga. Kwa hiyo na waheshimu kwa sababu ni watu ambao watangulizi kwetu kwa hii michezo miwili. Lakini nawakumbusha kitu kimoja, Simba ile sio Simba hii. Ni Simba sasa hivi ya ubaya. Wale mezamilia kila kitu. Kija sisi asilimia kubwa kwanza tunamwangalia mtani wetu. Mtani wetu sasa hivi hamna anachokipoteza zidi ya ubingwa kashaupoteza. Mimi naamini kabisa ubingwa kaupoteza. Mimi ubingwa wangu zaidi namwangalia Azam. Azam nikimpiga Azam shughuli imeisha mzee. Kwa hiyo mimi mechi hii Azam atanisamee mdogo wangu. Hebu rudia hapo. Azam mdogo wangu atanisamee kwa mechi hii. Kwa Azam nani? Atanisamee mdogo wangu. Mimi najua yule si baba moja bwana kasoro tumbo. Kwa hiyo atanisamee, kuna kitu nakitaka. Si unanielewa Bwana Mufti. Kwa yangu ndio hayo Bwana Mufti. Sawa. Watu wa Yanga. Bwana mkono shavuni. Hamna mkono shavuni, kawaida Mufti. Kawaida. Wakumbushe kwanza jina lako. Kwa jina Karim Ngosoma, shabiki wa Yanga. Waswahili wanaosema wao wenyewe wanakuambia dhahabu ili kamilike inapita kwenye moto kwanza. Ndio moto ambao tunaupitia sisi. Lakini tunaamini tafika muda tutang'aa. Unafikiri msimu uliopita ulipitia huu moto? Nilipitia na nafikiri katika vitu ambavyo sitaki kuvitamani vya msimu uliopita. Kwa sababu gani? Naamini msimu uliopita wenzangu walikuwa bora
kuliko mimi, kwa sababu naamini mpaka kipindi hiki msimu uliopita nishapoteza michezo miwili bwana Mufti. Lakini msimu huu mpaka tunavyozungumza sasa hivi, Yanga Afrika kupata goli tu Yanga Afrika ni mtihani, sio kushinda mechi. Yaani wewe kuscore tu Yanga Afrika ni mtihani. Mpaka sasa hivi tumeruhusu goli 3. Imagine ligi gani utakayoipata duniani timu ambayo inaongoza ligi imeruhusu magoli 3? Hakuna Mufti. Kwa hiyo kitu ambacho ukisema tuende kwa data, nitakwambia msimu huu Yanga Afrika ni msimu ambao tuna mafanikio mazuri tofauti na msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita mpaka sasa hivi tushafukuza kocha Asagamonda, tuko naye raundi ya kwanza. Kwani msimu huu umefukuza pia? Ulianza na Romain, yule ameondoka kabla hata msimu haujachanganya. Yaani yule ameondoka, hata hizi kelele za Simba hizi Azam ulikuwa uzisikizi. Unajua kitu ambacho sasa Mufti tunachofurahi Tanzania hii, Yanga Afrika standard yake aliyojiwekea, Azam uwe Msimba uwe Mtibwa, unaijua Yanga Afrika kitata tofauti tu unajua. Na shabiki wote wa Simba au Azam ukimuuliza swala la Yanga, atakwambia Yanga hii sio ya mwaka jana. Hata kwambia Yanga hii kama Simba, atakwambia Yanga hii sio ya mwaka jana. Kwa sababu gani? Sisi tunakompea Yanga kwa Yanga kulingana na misimu iliyopita na misimu inayokwenda. Kwa hiyo sisi swala la ubingwa kote swala la muda tu. Hawa mwaka jana walisema kwamba walikuja na kauli yao, ubingwa kwa hivyo vote tutaupata. Umeelewa vizuri. Mwaka huu nafikiri warekebishe kauli, watasema hivyo vote tutauiba, kwa sababu swala la kuupata kisheria ni ngumu. Mwaka jana walifanya vizuri hawa, timu ilikwenda mpaka finali shirikisho. Tukaenda mchezo wa mwisho ndio kaamua Benjamin Mkapa. Marefa wametoka nje mzee wale. Marefa wanafunga wale. Umeelewa vizuri, wamekuja. Marefa wanafanyaje? Wanafunga wale. Si unajua Arabu funga zao zikataliwi. Umeona baba? Wanafunga. Mtu kachezea chuma mbili pale. Msimu huu mtu wa Simba anajinasibu kwamba ndo ana timu bora kuliko mwaka jana. Imagine Mufti, unapata picha gani? Kwamba sisi watu wa Simba tumeshawazoea watu wa kujumamba fai, mwisho wa siku akianguka. Hivi Yanga Afrika, unapata hapo ujasiri wa kusema Yanga imeharibu? Yanga katika mechi 6 kashinda mechi 1 alafu bado ligi anaongoza. Hivi hujajiuliza bado kwamba nao wameharibu hapa? Hivi mechi 6 Yanga Afrika kashinda mechi 1 dhidi ya Singida. Unaelewa vizuri? Yanga Afrika kacheza na Naniliu, kacheza na Azam suluhu, kacheza na Simba suluhu, kacheza na Singida kashinda, kacheza na TRA suluhu, kacheza na Mtibwa suluhu, kacheza na Prison kashinda. Ina maana Yanga wastani wa mwezi huu wa 3 kashinda mechi 2 tu katika mechi 7. Sasa hao wengine kama wao wanaona wana timu nzuri, kinachowafanya wasikwende pale juu ni shida ni nini? Wakati Yanga kabla ya michezo mechi 7 alikuwa anaongoza tofauti ya pointi 5. Mechi 7 zote umeshinda 2, na maana umeondoka na wastani wa pointi kama 6, pointi kama 8 hivi nahisi au 9. Imagine ya watu kwa nini wasifuka akaja kukaa wao juu. Sawa. Mambo pale pale juu anajimwamba fanya. Msisima dabi unaizungumzia? Huo ni ugomvi wa ndugu kama mwenyewe alivyosema huo. Ugomvi huo mimi binafsi nitakaa kati. Itakuwa vizuri zaidi kama mnyama akipasuka ili gepu niendelee kuliongeza, kwa sababu mimi binafsi sijawahi kukaa juu kwa wasiwasi kama sasa hivi. Sasa hapo tutakuwa umekaa kati hapo. Mimi katika kukaa kati iwe sare au Simba Sport itokee, tunajua ni ngumu, itokee tu kama ilivyotokea raundi ya kwanza. Anaiko naenda kushangilia Azam FC. Binafsi kwa sasa hivi lazima niwe Azam, kwa sababu Azam nikiangalia gap nilomwacha ni kubwa kuliko Mtani. Kimpira lazima nimombe mabaya Simba Sport. Kama yeye hata awe na hali mbaya gani, yeye lazima iombe Yanga mabaya. Hauna shabiki wa Azam jamani hapa? Kuna shabiki wa Azam nilimwona hapa. Ameondoka. Bwana, kulikuwa na shabiki wa Azam apangitia neno kuelekea katika mchezo wa Mzizima Dabi ambao utapigwa Aprili 5, lakini kwa sababu ya harakati bila shaka ameenda kutafuta riziki. Philip Cyprian, bila shaka umewasikia mashabiki wa Simba na Yanga wakizungumzia timu zao, lakini hasa kuelekea katika mchezo ule wa Mzizima Dabi tarehe 5 mwezi wa 4 saa 1 kamili usiku Azam Sports 1 HD. Nirejeshe matangazo kwako Philip. Asante Ali, ukitokea hapo Mabibo ambapo kuna mashabiki ambao wanafuatilia yaliyojiri katika magazeti. Unajua katika eneo la sokoni pale kuna kuaga na vitu vingi vya kibiashara. Kombe la dunia linaanza Juni, labda kidogo nataka nisikie testi iko vipi. Kombe la dunia linaanza Juni 11 tu hapo. Karata zao nani najua kuna agent. Kombe la dunia linaanza Juni. Hapa studio kuna mshabiki mkubwa wa Argentina Charles Abel na we na Jabil. Okay. Kama unanisikia na Ali, kama unanisikia. Okay, naamini kabisa Ali atakuwa amesha kwa nje. Ni Argentina? Siku zote. Argentina bado. Hapa kawaida. Mpaka kufa. Kutoka Argentina timu yangu nyingine Uruguay. Nasema. Uruguay inaipenda kwa sababu ya vurugu. Uruguay umeanza kuipenda jana. Hadi mimi wale jana wamenifurahisha sana wale. Mimi ukiachana na Argentina timu yangu nyingine inakuwaga ni Colombia.
Na pia mimi sasa hivi na Hollands basi. Na mimi pia sasa hivi timu yote itakayocheza na Morocco mimi nitashangilia. Mimi Morocco nilikuwa naipenda. 2022 nilikuwa na support Morocco. Lakini kwa finalize za kombe la dunia hili, timu yote itakayocheza na Morocco mimi nitashangilia hiyo timu. Kuna kitu nilikuwa nataka niipongeze bodi ya ligi. Katika hizo adhabu hapo. Kwenye hii kitu alisema hapa nani? Alisema Ali kwenye hii interview yake. Unajua kuna kilio cha muda mrefu sana kwenye ligi yetu. Na kilio chenyewe ni cha kwenye kupanga ratiba. Kupanga ratiba. Upangaji wa ratiba. Upangaji wa ratiba. Unajua unaona ile kwa mfano England. Yaani kuna zile mechi, big match zile ambazo mnajua kabisa kwamba hii mechi watakoangalia kwenye TV ni wengi, watakwenda uwanjani ni wengi kutokana na siku ilivyopangwa. Unajua mechi ya Simba na Azam yani imepangwa kwenye tarehe ambayo yani mtu yote anaweza kwenda uwanjani kwa sababu kwanza ni sikukuu. Tarehe 5 itakuwa sikukuu, si ndio? Si ya Pasaka. 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 Lakini Jumatatu hamna kazi. Jumanne yani hamna kazi. Kwa hiyo mtu anaweza kusema mtoko wangu mimi naenda Chamazi. Mechi kisha nikitoka pale naweza kwenda sehemu yangu nyingine na nini. Babu kama anakimbia kazi. No, yani unajua hiki kitu cheko kuzungumza. Jumanne ni nani? Ni Easter Monday. Jumatatu. Jumanne Karume. Kwa hiyo bodi ya ligi hivi ni vitu vya kuvitazama sana. Yaani hizi big match hizi kama hizi ni za tulikuwa tunaizungumza siku moja mechi moja ya Simba na nani ilikuwa imepangwa Tabora siku ile. Tukasema sasa hivi kuna trend. Nafikiri tulidiscuss sana kwenye group. Yaani kuna mechi ambazo mnaangalia ile ratiba, mnaipanga mechi ambayo kila mtu anasema huu ni mtoko wangu, yani huu ni mtoko, yani mimi naenda hii mechi. Sio, umenielewa? Au wakati huo kama kuna na mimi nakwambia utaona hiyo mechi Mungu akipenda tukiwa hai. Hiyo mechi Azam wanaweza kutangaza tiketi kuisha siku moja kabla mchezo, utaona. Lakini pia mimi na hapo katika ratiba napongeza pia kitu kingine. Zamani sisi tulikuwa tunaaminishana kwamba Simba akishacheza na Azam leo basi zipite hata mechi 7 ili acheze na Yanga. Yanga akishacheza na Azam leo basi zipite hata mechi 8 ili acheze na Simba. Lakini kama umeangalia sasa hivi fuatilia, umesikia kama hapo Yanga alicheza na Simba, yani ndani ya mechi 5 zilizopita Yanga kashacheza na Simba na Azam. Ambao hiyo tunaizungumzaga hata kwenye EPL. Si unaona? Yani Arsenal anacheza na City, Chelsea. Unaweza kushangaa ndani ya mechi katika mechi 5 Arsenal anacheza na City, Man United, Liverpool, ni jambo la kawaida tu. Kwa hiyo angalia sasa hivi Simba amecheza na Singida, amecheza na Yanga. Kwa hiyo ninanogesha ligi, lakini kuzipa tena. Kwa hiyo mimi nimempongeza alo sijui kama ilitokea ni incident au kweli alikaa na kalenda akaiona hii akasema hii mechi tukiweka hapa. Kwa hiyo kwa sababu mimi naaminigi kuna mechi zingine vilabu vinakosa mapato kwa sababu sio watu wataki kwenda uwanjani. Yaani ile time inakuwa imewabana sana watu kwamba mtu aweze kuweka ratiba yake sasa kusema hii mechi sitaki kuangalia kwenye TV, hii mechi inatakiwa nifike kiwanjani. Kwa hiyo mimi nimewapongeza sana TFF na waliopanga ratiba. Mechi ya Simba na Azam imekuwa very nani. Tunamalizia viwanja. Tumesikia ripoti ya CAF ya Kombe la Mataifa Afrika. Mbona kama umeinamisha kichwa chini ya kiwanja? Mimi nikiona kiwanja kile ni kizuri sana kile cha Talanta. Na Oima nafikiri kuna kasoro kidogo. Oima pia. Na hata Nyayo na Kasarani pia. Wanaamini bado havijakidhi. CAF. Yaani kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Februari ni Tanzania tu ndo ambao angalau viwanja vyake vimeonekana kukidhi vile vya mechi. Lakini Kenya na Uganda hadi vya mechi vina shida bana. Kenya wana hadi vya hivyo Nyayo na Kasarani pia. Uganda uwanja wa Oima unaonekana yani either wabomoe waanze upya, yani waanze upya kabisa ndo. Kile cha mimi sijaamini macho yangu, kile cha Talanta. Wewe unaona kwenye Instagram? Unaona Instagram 3D. Unajua ubora wa uwanja sio yani sio muonekano wa nje. Mimi niona mpaka ndani shughuli zinaendelea. Ulifika kwenye Instagram? Hata nikitumia drone naona mpaka ndani picha zinavyoendelea babu. Sasa wao wamekagua kona hadi kona. Physically. Yaani wao wameenda physically na wamekagua kona hadi kona. Jamani, tunaamini Kombe la Mataifa ya Afrika 2027 tunaamini tunaweza kufanya kwa pamoja. Kwa hiyo mimi nimechoka, lakini pia kiwanja cha Rwanda nimekiona jana kile cha Mahoro.
kizuri sana, hata vibe Nimependa yani Wanyarwanda yani wameyapa heshima sana mashindano. Ni kweli, ni kweli. Na kufika hapo basi tumefika tamati ya kipindi cha Kurasa kwa siku ya leo. Tutaendelea kuwapa nini ambacho kinaajiri pamoja na takwimu mbalimbali. Leo tumeziacha baadhi tu, ikiwa mechi 78 kati ya 104 zitachezwa Marekani, Canada mechi 13, Mexico 13. Mbona nyingi sana mechi kuchezwa pale nchini Marekani. Kwa sasa tuna mengi, tukutakie utazamaji mzuri kabisa wa vipindi vinaendelea. Usisahau kuangalia kupitia mitandao basketball. Siku njema.